Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako aminika, Bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba ni usikilivu mwema, alafu sambaza hizi kanda. Mtu asikudanganye kwamba hakuna maandamano. Maandamano yapo. Hii leo tarehe 9 mwezi wa Disemba mwaka 2025, siku ya uhuru Tanzania bara, siku ya kusherehekea uhuru Tanzania bara. Sasa naomba ni kupeperusha moja kwa moja kuelekea upande wa Dar es Salaam, mahala ambapo panaitwa Ubungo, Kibo jirani na kwa Wajima. Tunaelezwa kwamba pamewaka. Wananchi wamejikusanya pale na kupuuzilia mbali kelele za serikali ya Samia Suluhu Hassan kwamba wasiandamane. Wamekiuka na kuvunja amri za jeshi la polisi ambalo liliweza kupiga marufuku maandamano Tanzania. Sasa tunaelezwa kwamba upande wa Dar es Salaam, Ubungo, Kibo jirani na kwa Wajima, wananchi wameweza kujikusanya pale, na habari njema ni kwamba Tanzania mpya imekwisha kuja na hakuna wa kuizuia kwa namna yoyote ile. Vile vile mpenzi mtazamaji, katika haya maandamano jeshi limeweza kuingia kwenye maandamano ya wananchi. Jeshi limeweza kuingia kwenye maandamano ya wananchi, na ile jeshi ndilo linawalinda wananchi. Yaani wananchi wako mpaka na kipasa sauti, wanapasa sauti. Alafu jeshi la JWTZ, jeshi la mwananchi, linawachunga wananchi. Wananchi wakizungumza, wananchi wanasema kwamba wanaandamana kwa sababu ndugu zao waliweza kuuawa. Wananchi wanaandamana kwa sababu hawataki hii serikali. Kabla sijaweza kusonga mbele, wacha nikupe taswira kamili, alafu tutayachanganua mengi tena zaidi. Si mimi ni mtangazaji wenu. Tanzania kwa pamoja tukaona tushirikiane, tuungane, hatumtaki Rais Samia. Nina imani kwamba umeweza kujionea taswira kamili jinsi ambavyo mambo yalivyo. Hapo ni upande wa Dar es Salaam, nimekuambia mpenzi mtazamaji, sehemu ya Ubungo. Inaitwa Ubungo. Nimeweza kulitamka hilo jina vizuri. Hata wewe mwenyewe umeweza kuona hapo wananchi wako na mabango, wanajeshi wanawazungumzia. Alafu wananchi wameamua kuandamana kupitia kwa njia ya amani. Hakuna kuchoma chochote. Nimekueleza kwamba ukiona mtu yeyote kwenye haya maandamano ya tarehe 9
Disemba mwaka 2025. Ameweza kuwasha moto barabarani, kuchoma maduka, kuchoma magari. Hao hawapo na sisi. Hao wamelipwa na serikali. Sisi maandamano yetu raia wa Tanzania. Unajua mimi ni raia wa Tanzania, kitu ambacho hamkijui. Mimi ni raia wa Tanzania, hata mnaweza mkaona bendera yenyewe ndio hii hapa. Sisi raia wa Tanzania, wananchi wazalendo, hatuna vurugu. Maandamano yetu tu ni amani. Maandamano yetu tu ni utulivu, na tunataka Tanzania mpya. Hatutaki kitu ambacho kinaitwa udikteta ambao unaendelezwa na hii serikali potovu ya Samia Suluhu Hassan. Raia wanasema kwamba wanataka Samia Suluhu Hassan aweze kung'atuka. Unajua ningekuwa Samia atakana kwamba madaraka ni mazuri. Unajua kiongozi akifika madarakani akikuta kwamba madaraka ni mazuri, yeye ndiye anajua jinsi ambavyo tenders zinapeanwa, kandarasi zinapeanwa. Yeye ndiye anajua jinsi ambavyo makusanyo kodi za serikali zinaingia. Yeye ndiye anajua wanakopa kiasi fulani cha pesa. Yeye ndiye anajua pesa ngapi ambazo zinatumika kulipa wananchi. Unapata kwamba anavimba kichwa. Jinsi ambavyo Samia aliingia madarakani baada ya Magufuli kufariki, akaingia pale akavimba kichwa. Sasa amevimba kichwa, hataki wananchi waweze kumuongelesha. Na sasa wananchi tunamtaka aweze kung'atuka, kwa sababu amekwisha tuonyesha dalili kwamba yeye sio kiongozi bora, bali ni kiongozi ambaye ni katili, bali ni kiongozi ambaye ni dikteta. Hebu nieleze. Nataka tuelezane mpenzi mtazamaji. Tuchanganue haya mambo. Sijawahi ona mama ambaye ni rais ambaye ni dikteta kiasi cha Samia Suluhu. Kwa nini? Mama mgani mwenye anaweza kawaua watoto wake kwa minajili ya uongozi? Mama mgani mwenye anaweza kawakamata wale ambao wanampiga msasa, wale ambao wanamumulika na kumwambia hapo umekosea? Mama mgani mwenye anaweza kakamata wapinzani wake awafungulie mashtaka ya uhaini? Tuelezane. Ukitaka kunipinga, nipinge na hoja. Nipinge na hoja, usinipinge na matusi. Hata mimi ni karakana ya matusi. Wewe nipinge na hoja, jinsi ambavyo na mimi nadondoa hoja zangu hapa. Kwa hivyo wananchi wanataka Samia Suluhu Hassan aweze kung'atuka kwa sababu ya udikteta. Angalia, ameweza kuvunja uhuru wa mwananchi wa kujieleza. Ameweza kuvunja uhuru wa mwananchi kujumuika. Ametuma jeshi la polisi kila kona. Isingalikuwa ni jeshi la mwananchi liko hapa penye hawa watu upande wa Dar es Salaam wanazungumziana, ingekuwa ni jeshi la polisi, wangekuwa wamemwaga mabomu ya kutoa machozi. Lakini kutokana na kwamba ni jeshi na jeshi huwa linaelewa, wananchi wameweza kupata wakati mtulivu kuweza kutoa hoja zao. Pili, wananchi wanataka Samia Suluhu Hassan aweze kung'atuka. Kwa nini? Gharama ya maisha imepanda sasa hivi Tanzania. Bei za bidhaa zimeweza kupanda. Kodi ambazo wanakusanya tuoni mahala ambapo zinaenda. Wananchi tunataka katiba mpya. Hii katiba ambayo iko mamlakani sasa hivi, yenye hii serikali potovu inatumia, haieleweki. Kwa sababu kama hii katiba ingekuwa inafanya kazi, mpenzi mtazamaji, hatungekuwa tunapata viongozi wanakamatwa. Hatungekuwa tunaona rais ambaye hataki viongozi wa upinzani waweze kumumulika. Hatungekuwa na kiongozi ambaye anataka kutawala kiimla, kuua uhuru wa wanahabari. Hatungekuwa na kiongozi mwenye anataka kunyamazisha wala ambao wanampiga msasa. Hatungekuwa na kiongozi mwenye anawaua wananchi alafu anawazika kwenye kaburi la pamoja na hataki aulizwe. Kwa hivyo sisi
Sisi tunasema hivi, kudiradhi, nilikuwa na meza mate. Sisi tunasema hivi, Samia lazima ng'atuke, apenda asipende. Maandamano haya ni ya mfululizo, na wananchi ama na raia wa Tanzania wamesema kwamba maandamano haya hayatakoma, yatakuwa ni ya mfululizo. Tupatane kwa kanda ijayo, nitaendelea kuhabarisha.